Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehma zake na baraka zake. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi, kata ya Kwediboma, kijiji cha Kileguru. Ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya jambo adhimu linalofurahisha nafsi zetu. Ni jambo la kumkabidhi mjane mwenye mayatima nyumba tuliyoijenga baada ya kumtoa katika hii nyumba mnayoiona, nyumba ambayo ilikuwa katika mazingira magumu, mazingira mazito kama mnavyoitazama na kama mnavyoiona nyumba hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumchukua tukio lake akiwa katika nyumba hii ambayo alikuwa anaishi, alioachiwa na mume wake nyumba hii, na mpenda kheri ndugu yetu, kaka yetu mpenda kheri kutoka katika nchi ya Oman akaguswa na kheri hii, akaamua yeye atasimama peke yake katika kuhakikisha analeta faraja katika familia hii. Tunatoa shukurani zetu za dhati kwa kaka yetu, brother wetu aliyoko nchini Omani, kwa namna alivyoguswa akaamua kuisitiri na kuinusuru hii familia iliyokuwa ikiishi katika mazingira magumu. Baada ya kuwatoa hapa, Mungu ametuwafikisha kuweza kuijenga nyumba hii mnayoiona hapa mbele yenu. Nyumba hii imejengwa kwa msaada wa kaka yetu kutoka katika nchi ya Omani. Mwenyezi Mungu amlipe kila lenye kheri na kila lenye baraka. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuikabidhi familia hii nyumba yao ikiwa iko kamili, kila kitu imekamilika tokea ndani, busati, magodoro na mambo mengine yanayohitajika ndani. Alhamdulillah, nyumba imekwisha, nyumba imekamilika, na sasa ni wakati maalum wa kwenda kumkabidhi mwenyewe nyumba yake, aweze kuifungua, aweze kuingia ndani yeye pamoja na watoto wake. Tunasema bismillahi masha Allahu wa tabaraka arrahman. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa haki, mwenye kuombwa, mwenye kukusudiwa, tunakuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndugu yetu, kaka yetu, brother wetu kutoka katika nchi ya Omani, kwa hichi kitendo kikubwa alichokitenda na kwa hii kheri kubwa aliyoitenda, Mwenyezi Mungu tunakuomba, kama ana mtihani wowote muondoshe. Ikiwa ana maradhi, basi Mungu tunakuomba ukamponye maradhi yake. Ikiwa ana mtihani wowote wa kidunia, Mungu tunakuomba ukamuondoshe mtihani huo wa kidunia. Ikiwa ana balaa lolote linalomwandama, Allah muondolee, mkinge na shari za mahasidi, mkinge na shari za maadui, mkinge na kila aina ya baya, kila aina ya ovu la dunia na la akhera. Mungu tunakuomba mkinge nalo, kisha umpe taufiki ndugu yetu huyu aendelee kuzinusuru jamii mbalimbali, especially za hichi kijiji tulichokuwepo. Wengi wanaishi mazingira magumu, wengi wanaishi mazingira mazito, na huu ni wito wetu sisi kama taasisi ya The Ikram Foundation kwa wapenda kheri wote duniani kuungana na sisi kuhakikisha tunabadilisha maisha ya wakazi wa kijiji hichi cha Kileguru. Wengi wanaishi katika mazingira magumu, nyumba zao zimetoboka, wanaingiliwa na wadudu wakali katika majumba yao, wanalala pahala ambapo panaingia maji, inaingia hewa kali, jambo linalopelekea watoto wanaumwa maradhi mbalimbali yanayotokana na baridi. Ndugu yangu mpenzi wa kheri na mpenzi wa mambo mema, leo alhamdulillahi rabbil alamin tuna furaha kubwa kukabidhi hizi funguo za hii nyumba mnayoiona kwa ajili ya hawa watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana wakafilul yatim kahataini fil janna, mimi na mwenye kuwalea mayatima ni kama pete na kidole katika pepo ya Firdausi al-A'la. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kama ambavyo brother wetu ametenda tukio hili la kuwanusuru hawa, basi ukamjalia kawe pete na kidole katika pepo tukufu ya Firdausi al-A'la huko kwako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nami kwa haraka ya hali ya juu naomba nikabidhishe hizi funguo kwa mjane huyu ili aweze kufungua nyumba yake na aweze kuingia ndani na familia yake. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri na kila lenye baraka kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Masha Allahul Karim wa tabaraka arrahman. Wanaingia ndani, masha Allah. Kuna busati zuri kabisa hapa limewekwa, na hii ndiyo sitting room yao watakayokuwa hapa wakikaa, tofauti na ile sitting room ya mwanzo iliyokuwa, na huku ni chumbani. Hiki ni chumba ambacho watakachokuwa wakilala insha al-Maula jalla jalaluhu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu afanye wepesi wa mambo na ajalie kila lenye kheri na kila lenye baraka. Ndugu zangu, wapenzi wangu, kokote pale mlipo duniani, kuweni mashahidi ya kuwa tumebeba amana, na amana
tumeifikisha. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie sisi amali zetu na awakubalie wote waliojitahidi kuwezesha hili kuweza kutokea. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Mwenyezi Mungu ambariki kaka yetu wa Omani. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri my brother kutoka Omani. Mwenyezi Mungu amjalie kila lenye kheri na kila lenye baraka katika maisha yake. Shukran lakum wa jazakumullahu khaira. Kullu amun wa antum bi khair wa ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kutoa shukrani za dhati kutoka kwa kaka yangu ambaye amenisaidia kunijengea nyumba. Nilikuwa naishi kwenye mazingira magumu kama mlivyoyaona. Sasa hivi tunashukuru Mungu, tunaishi katika mazingira mazuri. Leo hii tumekabidhiwa nyumba, tunashukuru sana. Tulikuwa mvua zikinyesha zinatunyeshea, tunalala chini, watoto kila siku wanaumwa mahoma, vifua, wengine wanaumwa mpaka wanawapeleka hospitali. Sasa hivi tunashukuru tumejengewa nyumba. Mwenyezi Mungu aliyotujengea hii nyumba amuondolee mabalaa yote, mitihani, mikosi, vijicho, kila lilokuwa baya mtolee. Kama ni ugonjwa muondoshee na familia yake na ndugu zake wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu naomba umuondolee mikosi, kila kilichokuwa kibaya, ugonjwa, kila kilichokuwa cha mabaya yote wanaomuombea mabaya. Mwenyezi Mungu naomba umuepushie. Watoto sasa hivi wanafurahi, tutalala pazuri, tumepata magodoro, vyombo, kila kitu tunashukuru. Mwenyezi Mungu awazidishie. Na yeye pia kama ni ugonjwa amtolee, amuondolee mabaya yote, aendelee kumzidishia baraka na azidi kutusaidia. Maana tulikuwa tuna hali ngumu sana, tunaishi mazingira mabovu. Sasa hivi hapa hatujawahi kulala tangu tuzaliwe. Tuwapita tu tukiona nyumba kama hivi, tunaangalia tu kwa macho, lakini leo hii tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia na sisi na kaka yetu katuona tunaishi mazingira magumu. Leo hii watoto wanafurahi, kwa hiyo tutalala pazuri, tuna godoro, mabusati kama hivyo tulikuwa hatuyajui, tunaona tu nyumba nzuri kama hii, tunapita tu tunaziona, maana tumezoea kulala chini, mbavu zote zinatuuma. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tutalala pazuri na tunaishi pazuri. Mwenyezi Mungu aendelee kumuondolea mabalaa, mikosi, ugonjwa kama ana ugonjwa anaoumwa. Mwenyezi Mungu mtolee, ndugu zake wote watolee magonjwa. Mwenyezi Mungu mzidishie huyu baraka huko alipo, hatumjui wala sisi hatujui. Ametuona tu kama hivyo mtandaoni. Mwenyezi Mungu azidi kumzidishia, na hawa waliokuja kutusaidia huku, Mungu awatolee mikosi, kila lilokuwa baya awatolee, wafike salama na warudi tena salama. Mwenyezi Mungu awazidishie, awatolee mikosi yote, kila wanaosema kwa mabaya, mabaya wasiwapate. Mwenyezi Mungu naomba amzidishie tena, azidi kutusaidia kama hivi. Mungu atamlipa tu duniani na ahera kesho akienda. Na hata kama Mungu amwepushie mikosi, kila lilokuwa baya na familia yake na ndugu zake wote. Mwenyezi Mungu naomba mwangalie kwa majicho yako yote mawili hapo alipo, muepushie, yani asiumwe hata na kidole. Kama ni mikosi mtolee, kama ni ugonjwa mponye kwa haraka sana. Mwenyezi Mungu mzidishie huyu. Tunaomba watoto sasa hivi wamefurahi, wanafuta ndani wakikumuta, wanalala pazuri, wakifanya wanafungua ndani wanaingia. Kwa kweli hatukuamini, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu. Amuepushie mikosi yote, kila baya muondolee, muepushie mabalaa yote. Ndugu zako pia watolee mikosi, kila kilichokuwa kibaya muondoshe. Allah naomba mzidishie huyu mtu, hatumjui. Mwenyezi Mungu mzidishie huyu, kama akitafuta apate kwa haraka sana. Mungu amzidishie apate hela jamani, mikosi amuondoshe, magonjwa amtolee, kila lilokuwa baya muepushie, na familia zake zote na watoto wake, mama zake kama anao, kila ndugu yake wote pia amsaidie, yani amuepushie mikosi, mabalaa, kila lilokuwa baya. Kwa kweli tunashukuru pakubwa sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Amzidishie huyu kaka, Mwenyezi Mungu muone kwa macho yako yote mawili.